Tarehe 16 ya mwezi Oktoba kila mwaka, Tanzania na nchi nyingine wanachama wa Umoja wa Mataifa huadhimisha siku ya chakula duniani, ambapo lengo kuu la maadhimisho ya siku hii ni kukumbushana wajibu wa kila mmoja wetu katika kuzalisha, kuhifadhi, kutunza mazingira na kutumia chakula bora ili kuwa na uhakika wa chakula katika ngazi ya kaya hadi taifa. Tarehe 16 ilikuwa jana. Tumesogeza siku hiyo leo kwa sababu jana hapa Moshi na mkoa wa Kilimanjaro kulikuwa na ugeni mkubwa. Rais wetu alikuja kutembelea mkoa wa Kilimanjaro na sote tukaamua kwanza tufanye kazi ya kumkaribisha, na mimi napenda kutoa pongezi kubwa sana kwa mkuu wetu wa mkoa, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro na timu yako yote, na kwa kweli na mwenyekiti wa chama wa mkoa kwa mapokezi mazuri sana na ziara iliyofana sana ya rais wetu hapa mkoani Kilimanjaro. Kwa hiyo leo tarehe 17 Oktoba na sisi Tanzania tunaadhimisha siku hii ambayo jana nchi nyingine zote ziliadhimisha. Nawashukuru sana wote kwa kuja. Na leo ni siku ya Jumapili, siku ya ibada na siku ya mapumziko, lakini Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa kweli nimefurahishwa sana na uwepo wa watu na uvumilivu, wamekaa wametusubiri hapa. Asanteni sana kwa kuja katika maadhimisho haya. Maadhimisho ya mwaka huu yamebeba kauli mbiu inayosema zingatia uzalishaji na mazingira endelevu kwa lishe na maisha bora. Kauli hii inatutaka kila mmoja wetu kujua kwamba swala la uzalishaji kwa tija, kutunza mazingira na lishe bora ni muhimu kwa usalama, uhakika wa chakula, afya na maisha yetu. Kauli mbiu hii itatoa tafakari kwa kila mmoja wetu kuhakikisha tunakuwa na chakula cha kutosha na kuwa na utamaduni wa utunzaji wa mazingira na ulaji wa chakula chenye virutubisho vya kutosha kwa kila mtu na kwa wakati wote. Hali ya chakula mwaka huu hapa nchini kwetu imeendelea kuwa nzuri kutokana na uzalishaji mzuri katika msimu uliopita 2020-2021. Tafsiri iliyofanyika hivi karibuni inaonyesha kuwa hali ya chakula, uzalishaji wa mazao ya chakula kitaifa na kimkoa katika msimu huu wa 2020-2021 na upatikanaji wake kwa mwaka 2021-2022 umefikia tani milioni 18,425,250 kwa mlinganisho wa nafaka, yani grain equivalent, ambapo nafaka ni tani milioni 10,869,596 na yasiyo na nafaka ni tani milioni 7,327,137. Ikilinganishwa na msimu wa 2019-2020, uzalishaji wakati huo ulikuwa ni tani milioni 18,196,733. Inaonyesha kwamba kumekuwa na ongezeko la uzalishaji wa tani milioni 1,903,096 ambalo ni sawa na 10.5%, ongezeko la 10.5%. Uzalishaji wa mahindi ni takriban kiasi cha tani milioni 6,908,318 na mchele ni tani milioni 2,629,519. Mahitaji ya chakula kwa msimu 2021-2022 nchini ni tani milioni 14,796,751 ikilinganishwa na uzalishaji ambao umefanyika. Nchi inatarajiwa kuwa na ziada ya tani milioni 3,628,499 za chakula, ambapo tani milioni 1,222,103 ni za mazao ya nafaka na tani milioni 2,406,396 ni za mazao yasiyo ya nafaka. Kiwango hiki cha uzalishaji kimewezesha nchi kujitosheleza kwa mahitaji yake ya chakula kwa uwiano toshelevu, yani self sufficient ratio SSR wa 125%. Halo? Halo?
Pamoja na nchi kuwa na utoshelevu wa chakula kwa kiwango cha ziada, bado kuna halmashauri 17 katika mikoa 8 zenye maeneo yenye dalili za upungufu wa chakula kwa mwaka 2021-2022. Hali hii ni kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo mtawanyiko mbaya wa mvua na visumbufu vya mazao shambani vilivyojitokeza katika msimu wa uzalishaji wa 2020-2021. Serikali inaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama na uhakika wa chakula katika maeneo hayo ili kuhakikisha hali ya utengamano inaendelea kuwepo. Ndugu washiriki, ili kuhakikisha utengamano wa hali ya chakula nchini unaendelea kuimarika, Wizara inaendelea kuratibu upatikanaji wa pembejeo za kilimo kwa msimu ujao wa kilimo wa 2021-2022 kwa wakati, ikiwemo mbegu bora, mbolea na viuatilifu. Kadhalika, serikali imechukua hatua kadhaa za kuzidi kuimarisha sekta ya kilimo, ikiwa ni pamoja na kuongeza bajeti ya utafiti wa mbegu na utafiti wa kilimo bora kutoka shilingi bilioni 7.35 mwaka 2020-2021 hadi bilioni 11.63 mwaka wa fedha wa 2021-2022. Pia tumeongeza bajeti ya uzalishaji wa mbegu bora za kutosha kwa bei nafuu, na hivyo serikali kupitia wakala wa mbegu wa taifa ASA imeongeza bajeti kutoka bilioni 5.42 hadi bilioni 10.58 kwa mwaka wa fedha 2021-2022. Serikali vile vile imeendelea kuboresha huduma za ugani, na mwaka huu tumeongeza sana nguvu katika huduma za ugani kwa kuongeza bajeti ambayo kabla ya hapo ilikuwa ni takriban shilingi milioni 603, na sasa hivi kwenye bajeti hii tunaitekeleza sasa hivi tumeongeza na kufikia shilingi bilioni 11.5 katika mwaka wa fedha 2021-2022. Kwa upande wa sekta ya mifugo, katika kipindi cha mwaka 2020-2021 uzalishaji wa maziwa umefikia lita bilioni 3.1 ukilinganisha na lita bilioni 3.01 zilizozalishwa katika kipindi cha mwaka 2019-2020. Ongezeko la uzalishaji limetokana na ongezeko la ng'ombe na kuboreshwa kwa mazingira ya uwekezaji katika tasnia ya maziwa hapa nchini. Pia uzalishaji wa zao la nyama umeongezeka kufikia tani 738,166 katika kipindi cha mwaka 2020-2021 tofauti na tani 701,679.1 zilizozalishwa mwaka 2019-2020. Aidha, pamoja na ongezeko hilo la uzalishaji, bado ulaji wa nyama na unywaji wa maziwa nchini sio wa kuridhisha. Kiwango cha ulaji wa nyama nchini kwa mtu mmoja mmoja kwa kila mwaka ni wastani wa kilo 15. Kiwango cha ulaji wa nyama nchini nimesema ni kilo 15, na kiwango hiki kipo chini ikilinganishwa na kile kinachopendekeza cha mtu mmoja kilo 50 kwa mwaka kinachopendekezwa na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Vivyo hivyo, kiwango cha unywaji wa maziwa nchini kwa mtu kwa mwaka ni takriban lita 55 hapa nchini. Kiwango hiki kipo chini ikilinganishwa na kiasi kinachopendekezwa cha lita 200 kwa mtu kwa mwaka. Hivyo naendelea kutoa rai kwa wananchi kuongeza ulaji wa nyama na unywaji wa maziwa ili tuweze kufikia viwango vinavyopendekezwa kwa lishe bora ya Watanzania. Ndugu wananchi, uzalishaji wa mayai umeongezeka nchini kutoka mayai bilioni 3.58 kwa mwaka 2019-2020 hadi kufikia bilioni 4.5 kwa mwaka 2020-2021, sawa na ongezeko la asilimia 26, ambapo ongezeko hili limesababishwa na kuongezeka kwa vituo vya kutotoleshea vifaranga vya kuku kutoka vituo 26 kwa mwaka 2019-2020 hadi vituo 28 kwa mwaka 2020-2021, na wananchi kuhamasika kufuga kuku kujikomboa kiuchumi na kuwa na uhakika wa chakula. Ulaji wa mayai nchini kwa mtu kwa mwaka ni mayai 106. Kiwango hiki kipo chini ikilinganishwa na kiasi pendekezwa ambacho ni mayai 300 kwa mtu kwa mwaka. Walaji walio wengi ni wale wenye kipato cha juu na kati,
hasa waliopo maeneo ya mijini na vioni. Pamoja na ongezeko hili, na wasii wafugaji na wakulima kuendelea kujifunza teknolojia mbalimbali zinazoonyesha hapa uwanjani ambazo zinaweza kuongeza uzalishaji wa mayai hapa nchini. Kwa mwaka 2020-2021, Wakala ya Maabara Veterinari nchini TVLA iliweza kuzalisha dozi milioni 63 za chanjo kwa ajili ya kuikinga mifugo dhidi ya magonjwa ya mdondo, kimeta, chambavu, homa ya mapafu ya ng'ombe na ugonjwa wa kutupa mimba, ikiwa ni moja ya magonjwa yanayoathiri mifugo iliyopo hapa nchini. Aidha, katika kuhakikisha mifugo inakuwa na afya njema, TVLA imeendelea kufanya utafiti ili kuweza kuhakikisha inazalisha chanjo za magonjwa mengine yanayoathiri mifugo hapa nchini, na hatimaye tuweze kuwa na chanjo za magonjwa yote ambayo yanaathiri mifugo hapa nchini. Kwa mwaka wa fedha 2021-2022, serikali itaendelea kusimamia utekelezaji wa kanuni za uogeshaji na chanjo ili kudhibiti magonjwa ya mifugo kwa kununua dawa za ruzuku za kuogesha mifugo mililita 13,880, kujenga majosho 170 ili kuwezesha kuongeza uogeshaji wa mifugo kutoka lengo la michovyo milioni 405 hadi michovyo milioni 600. Ndugu washiriki, sekta ya uvuvi nayo ina mchango mkubwa katika kuwapa wananchi ajira, lishe bora, kipato na fedha za kigeni. Kwa mwaka 2020-2021, sekta ya uvuvi ilichangia 1.71% katika pato la taifa na imetoa ajira kwa Tanzania milioni 4.5. Aidha, sekta hii inachangia takriban 30% ya protini katika lishe inayotokana na wanyama hapa nchini. Uzalishaji wa mazao ya uvuvi kwa mwaka uliopita ulikuwa ni tani 473,592.24 na ulaji wa samaki kwa mtu ulifikia kilo 8.5, kiasi ambacho ni chini ya kiwango kinachoshauriwa na Shirika la Chakula na Kilimo Duniani cha kilo 20.5 kwa kila mtu. Wizara ya Mifugo na Uvuvi, kwa kuzingatia kauli mbiu ya mwaka huu ya Siku ya Chakula Duniani ya mwaka huu inayosema zingatia uzalishaji na mazingira endelevu kwa lishe na mazingira bora, imeendelea kuboresha ubora na usalama wa mazao ya uvuvi kwa kuzingatia uendelevu wa mazingira katika mwaka huu wa fedha 2021-2022, ambapo ina mpango wa kufanya ujenzi wa mitambo ya barafu, kutengeneza chanja za kukaushia dagaa, ununuzi wa vifaa vya kukaushia samaki vinavyotumia mwanga wa jua na ujenzi wa mifumo wa mnyororo wa baridi cold rooms kwenye ukanda wa Pwani. Pia serikali itajenga soko la samaki la Kipumbwi wilayani Pangani mkoani Tanga. Aidha, serikali itaendelea na ukarabati wa mialo kwenye ziwa Victoria. Ndugu washiriki, katika mwaka 2020-2021 wizara imeendelea kuhamasisha uwekezaji katika tasnia ya ukuzaji viumbe maji, ambapo idadi ya wakuzaji viumbe maji wafugaji wa samaki imeongezeka kutoka 28,009 mwaka 2019-2020 hadi 30,064 kwa mwaka 2020-2021. Vile vile idadi ya mabwawa imeongezeka kutoka 27,979 mwaka 2019-2020 hadi kufikia mabwawa 30,032 kwa mwaka 2020-2021, na vizimba vimeongezeka kutoka 431 mwaka 2019-2021 hadi vizimba 473. Aidha, uzalishaji wa mazao ya viumbe maji hadi sasa umefikia tani 20,355.2. Ongezeko hili linaongeza upatikanaji wa mazao ya samaki katika jamii yetu na hivyo kuwezesha tufikie azma yetu ya kila mtu kula takriban kilo 25 za samaki kwa mwaka. Ndugu washiriki, hali ya lishe nchini si ya kuridhisha sana. Takwimu zinaonyesha viwango vya juu vya utapiamlo hasa katika mikoa inayozalisha vyakula kwa wingi. Serikali imeendelea na juhudi za kuhakikisha hali ya utapiamlo nchini inapungua kupitia mikakati na programu za kitaifa zinazoratibiwa na Ofisi ya Waziri Mkuu, wizara za kisekta na wadau wa maendeleo. Takwimu zinaonyesha udumavu
umepungua kutoka asilimia 34.7 kwa mwaka 2014 hadi asilimia 31.8 kwa mwaka 2018. Pamoja na kupungua kwa asilimia watoto wenye udumavu, lakini bado idadi ya watoto wenye udumavu ni zaidi ya milioni 3, hali ambayo haikubaliki. Aidha, bado tunakabiliwa na utapiamlo unaotokana na upungufu wa virutubishi mwilini ambavyo ni vitamin na madini kama vile madini chuma, madini joto, iodine na zinc. Takwimu zinaonyesha kuwa mikoa inayozalisha chakula kwa wingi, narudia, mikoa inayozalisha chakula kwa wingi ndiyo mikoa yenye viwango vya juu vya udumavu kwa watoto. Kwa mfano, Njombe inazalisha chakula kwa wingi, lakini asilimia 53.6 ya watoto wana udumavu. Rukwa asilimia 47.9 wana udumavu. Iringa asilimia 47.1 wana udumavu. Songwe ni asilimia 43.3, Kigoma asilimia 42.3 na Ruvuma ni asilimia 41. Mikoa yenye viwango vya chini vya udumavu ni mkoa wa Kilimanjaro asilimia 20 na Dar es Salaam asilimia 20.1. Mkoa wa Arusha udumavu ni asilimia 25.2 na Manyara ni asilimia 36.1. Hata hivyo, mkoa wa Kilimanjaro una changamoto ya tatizo la uzito uliozidi au kiribatumbo kwa wanawake walio katika umri wa kuzaa miaka 15 mpaka 49, ambayo imefikia asilimia 49. Kiwango hiki kiko juu ikilinganishwa na wastani wa kitaifa ambao ni asilimia 31.7. Hali hii imetokana na sababu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na ulaji usiofaa, kutokufanya mazoezi na kubadilika kwa mitindo ya maisha, kama vile kula vyakula kama vile chips, juisi zenye sukari nyingi na nafaka zilizokobolewa. Ndugu washiriki, ninawasihi sana wananchi wa Kilimanjaro na Watanzania kwa ujumla kuhakikisha tunazingatia ulaji bora. Madhara yanayotokana na lishe duni ni makubwa, hasa katika nyanja za kiuchumi na kielimu. Watoto wenye udumavu, uwezo wao wa kufikiri na kuelewa darasani ni mdogo. Tukiwa na watoto wengi wa aina hii, mkoa na nchi yetu itakuwa na hatari ya kutokuwa na kizazi chenye kufikiri na kufanya maamuzi sahihi kwa maendeleo ya mkoa na taifa letu. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kufunga maadhimisho ya siku ya chakula duniani. Serikali kwa kushirikiana na wadau imedhamiria kutatua changamoto za lishe kwa kuendelea kutekeleza mpango jumuishi wa kitaifa wa masuala ya lishe, National Multi-Sectoral Nutrition Action Plan awamu ya pili ya 2021-2022 hadi 2025-2026. Aidha, serikali kwa kupitia Wizara ya Kilimo kama mdau mkubwa wa masuala ya lishe imeandaa mpango kazi wa kutekeleza masuala ya lishe katika kilimo, Nutrition Sensitive Agriculture Action Plan NSAAP 2021-2022 hadi 2025-2026. Mpango huu ambao nitauzindua leo umeandaliwa kwa kushirikiana na wadau wa sekta mbalimbali za serikali na zisizo za serikali zinazotekeleza masuala ya lishe hapa nchini pamoja na wadau wetu wa maendeleo. Shukrani za pekee ziwaendee Jumuiya ya Ulaya, European Union, ambao ndio wamefadhili maandalizi ya mpango huu kupitia mradi wa FAST chini ya Shirika la Chakula na Kilimo Duniani FAO. Mpango huu utawezesha wadau wa sekta ya kilimo kuandaa mipango na afua mbalimbali za lishe ambazo zinapimika na ambazo zitaleta matokeo yanayotarajiwa katika kuboresha hali ya lishe hapa nchini.